Mtakubaliana nami kuwa mazingira ya Tanzania ya biashara yameimarika tofauti na ilivyokuwa miaka ya nyuma. Kupitia utekelezaji wa Mkumbi, maboresho ya mazingira ya biashara na uwekezaji yamefanyika, ikiwemo kufanyika kwa mapitio ya sheria zaidi ya 94 na kufutwa au kupunguzwa kwa ada, tozo na kodi zaidi ya 628 zilizobainishwa kuwa ni kikwazo katika sekta ya viwanda, madini, kilimo, mifugo, uvuvi, maliasili na misitu. Vile vile mwingiliano wa majukumu ya baadhi ya taasisi umeondolewa ili kupunguza vikwazo kwa wafanyabiashara, na mifumo ya kielektroniki imeunganishwa kwa lengo la kurahisisha upatikanaji wa huduma. Ndugu washiriki, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kwa upande wa Zanzibar tumeendelea kushuhudia ukuaji wa sekta za kimkakati kama sekta ya utalii, uchumi wa bluu na huduma za kifedha ambazo zinachangiwa na mazingira bora ya biashara yanayozidi kuimarika. Mafanikio haya yamepatikana zaidi chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ameendelea kutoa miongozo na maelekezo mbalimbali kwa lengo la kuweka mazingira wezeshi ya uwekezaji na ufanyaji biashara hapa nchini. Aidha, mafanikio haya ni matokeo ya kazi kubwa iliyofanywa na serikali zote mbili pamoja na ushirikiano mzuri kati ya serikali na washirika wa maendeleo, hususan Umoja wa Ulaya. Rasimu hii imebainisha changamoto 59 ambazo kwa njia moja ama nyingine zinakwaza ufanyaji wa biashara katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa pande zote za muungano. Na kwa kuzingatia changamoto hizo, imependekeza maeneo 11 ya kufanyiwa kazi, na wameibua reform action kwa maana ya hatua za kuchukua 246. Ile tume ya Mheshimiwa Katibu Mkuu mstaafu, Katibu Mkuu kiongozi mstaafu Ombeni Sifue, nadhani iliibua reform actions kwenye mfumo wa kodi zaidi ya 400. Sasa hawa wameibua 246. Hizo zimewekwa vizuri, na lengo kubwa Mheshimiwa Rais ni kuendelea kuimarisha mazingira ya biashara ili mambo mawili yatokee kwa uchache. Kwanza, kwa hawa waliopo hapa tuweze kupiga hatua katika taasisi zetu za umma kutoka kuwa wadhibiti wa biashara kwenda kuwa wawezeshaji wa biashara. To move from formal compliance burden to being a facilitators of business. Hili ni lengo kubwa ambalo limeainishwa vizuri kwenye rasimu yetu, na hili linahitaji sio tu mabadiliko ya sheria Mheshimiwa Rais, linahitaji mabadiliko ya mitizamo ambayo ni kazi ngumu zaidi kuliko kubadilisha sheria. Mheshimiwa Dr. Ndumbaro ameeleza hapa kubadilisha sheria kule bungeni. Ukweli ni kwamba kwa maana ya mitazamo, mindset, hakuna sheria itakayotunga ikabadilisha mindset. Ni kuendelea kuelimishana na kuelezana, na tunataka leo katika mkutano wetu huu waelezane sekta binafsi na sekta ya umma kwa uwazi kabisa. Lakini la pili ni kujenga, kusogea, kupiga hatua kutoka kutiliana shaka kwenda kujenga imani isiyotikisika kati ya sekta binafsi na sekta ya umma. Mheshimiwa Rais, bado kuna kunyosheana vidole. Sisi serikali tunasema wafanya biashara hawa wakwepa kodi na kadhalika na kadhalika na kadhalika na kadhalika, na wenyewe sekta binafsi wanatunyoshea vidole kwamba hii serikali wanabana mazingira magumu. Kwa hiyo kuna kutiliana shaka miongoni mwa sisi wawili. Tunataka kupitia mkutano huu na kupitia mchakato huu tujenge imani kati ya maeneo haya mawili. Tulizingatia kwamba katika dira yetu tumekubaliana katika kama namna ya kubadilisha mtizamo, lazima tuanze kufanya kazi katika hali isiyo ya kawaida, business unusual approach. Na jambo la kwanza ambalo tumeainisha katika kulifanya hilo
ambalo halihitaji uwekezaji wa fedha za kigeni, rahisi kabisa katika kubadilika, ni kuanza kuzingatia muda katika mambo yetu. Na tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa upande wako wewe, hilo wewe ulishaanza siku nyingi. Katika mimi engagement yangu na wewe, hili halijawahi kuwa tatizo, hili tatizo letu si wengine.